Ukigongwa na nyoka, usifunge mguu au mkono wako katika jeraha. Fahamu haya kwanza kabla ya kufanya chochote. Niliyekuletea makala haya ni Daudi Michael Mwaluko. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka kusubscribe ili kupata makala kama haya. Kung'atwa na nyoka ni tukio ambalo linaweza kutokea ghafla ukiwa shambani, porini, bustanini au hata karibu na makazi ya watu. Watu wengi wamekuwa wakiamini kuwa njia bora ya kwanza ni kumsaidia mgonjwa aliyeng'atwa na nyoka ni kumfunga mguu au mkono wake kwa nguvu ili kuzuia sumu isisambae mwilini. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha madhara zaidi kuliko faida. Kufunga sehemu iliyong'atwa kwa nguvu kunaweza kuzuia mzunguko wa damu na kusababisha uharibifu wa tishu. Katika baadhi ya matukio, hatua hii inaweza kuongeza maumivu, uvimbe na hata kusababisha sehemu ya mwili kuharibika kutokana na kukosa damu ya kutosha. Kwa sababu hiyo, njia hii haipaswi kushauriwa kama huduma ya kwanza kwa mtu aliyeng'atwa na nyoka. Mtu aliyeng'atwa na nyoka, jambo la kwanza ni kubaki mtulivu kadri inavyowezekana. Hofu ya mshtuko inaweza kufanya mapigo ya moyo kwenda haraka, jambo ambalo linaweza kusaidia sumu kusambaa mwilini kwa kasi zaidi. Mgonjwa anatakiwa kukaa au kulala chini na kuepuka kutembea au kufanya shughuli zinazohitaji nguvu nyingi. Sehemu iliyong'atwa inapaswa kubaki tulivu. Ikiwezekana, mkono au mguu ulioumia uwekwe katika hali ya kupumzika bila kusogezwa mara kwa mara. Hii inaweza kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa sumu mwilini. Vilevile, muhimu kuondoa vitu kama bangiri, pete au saa karibu na eneo aliyoathirika kwa sababu uvimbe unaweza kuongezeka. Watu wengi pia huharibu kukata jeraha, kunyonya sumu kwa mdomo au kuweka dawa ya kienyeji moja kwa moja kwenye sehemu iliyong'atwa. Njia hizi hazijathibitishwa na zinaweza kuongeza hatari ya maambukizi na kuharibu zaidi eneo la jeraha. Mgonjwa anapaswa kupelekwa haraka katika kituo cha afya au hospitali iliyoko karibu kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Ni muhimu pia kukumbuka kuwa si kila nyoka ana sumu, lakini haiwezekani kujua kwa uhakika mara moja kama nyoka aliyeng'ata alikuwa hana sumu au la. Kwa sababu hiyo, kila tukio la kung'atwa na nyoka linapaswa kuchukuliwa kwa uzito na mgonjwa apelekwe hospitali bila kuchelewa. Dalili zinazoweza kuonekana baada ya kung'atwa na nyoka ni pamoja na maumivu makali, uvimbe, wekundu katika eneo la jeraha, kichefuchefu, kutapika, kizunguzungu, ugumu wa kupumua au udhaifu mkubwa wa mwili. Dalili hizi zinaweza kutofautiana kulingana na aina ya nyoka au kiasi cha sumu kilichoingia mwilini. Jamii inapaswa kuelimishwa kuhusu huduma sahihi ya kwanza kwa waathirika wa kung'atwa na nyoka ili kuondoa imani potofu ambazo zinaweza kuhatarisha maisha ya mtu. Badala ya kufunga mguu au mkono kwa nguvu, jambo muhimu ni kumtuliza mgonjwa, kupunguza harakati za sehemu alizoumia na kuharakisha afikishwe hospitalini kwa haraka. Kwa ujumla, ukigongwa au king'atwa na nyoka, usifunge mguu au mkono kwa nguvu. Chukua tahadhari zinazopendekezwa na wataalamu wa afya na tafuta matibabu ya haraka. Uamuzi sahihi katika dakika za mwanzo unaweza kuokoa maisha ya kuzuia madhara makubwa yanayoweza kujitokeza hapo baadaye. Niambie, ulishawahi kung'atwa na nyoka? Dondosha comment hapo chini. Dalili za kung'atwa na nyoka mwenye sumu na asiye na sumu. Kung'atwa na nyoka ni tukio linaweza kuleta hofu kubwa kwa mtu yeyote. Hata hivyo, si nyoka wote wana sumu. Baadhi ya nyoka hawana sumu inayoweza kusababisha madhara makubwa kwa binadamu. Kutambua dalili za kung'atwa na nyoka mwenye sumu na asiye na sumu ni hatua muhimu inayoweza kusaidia kupata matibabu sahihi kwa wakati. Dalili za nyoka mwenye sumu mara nyingi hujumuisha maumivu makali, uvimbe unaongezeka haraka, kutokwa na damu kwenye jeraha, kizunguzungu, kichefuchefu, kutapika na wakati mwingine ugumu wa kupumua. Kwa baadhi ya aina ya nyoka, mgonjwa anaweza kupoteza nguvu za misuli, kuona kwa shida. Kwa upande mwingine, kung'atwa na nyoka asiye na sumu kunaweza kusababisha maumivu madogo, wekundu wa ngozi na uvimbe mdogo unaobaki karibu na sehemu za jeraha. Hata hivyo, kila tukio la kung'atwa na nyoka linapaswa kuchukuliwa kwa uzito na mgonjwa apelekwe hospitalini kwa uchunguzi zaidi.
Makosa makubwa yanayofanywa baada ya kung'atwa na nyoka. Watu wengi hufanya makosa yanayoweza kuhatarisha maisha yao baada ya kung'atwa na nyoka. Mojawapo ni kufunga mguu au mkono kwa nguvu ili kuzuia sumu kusambaa. Wengine hata jeraha kwa kisu, anajaribu kunyonya sumu kwa mdomo. Makosa mengine ni kutumia dawa za kienyeji bila ushauri wa kitaalamu, kucheleweshwa kwenda hospitalini au kulazimishwa mgonjwa kutembea umbali mrefu. Hatua hizi zinaweza kuongeza madhara badala ya kumsaidia mgonjwa. Njia bora ni kumtuliza mgonjwa, kupunguza harakati za sehemu zilizong'atwa na kumfikisha hospitalini. Endapo nyoka wa sumu akikung'ata, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani ya kutoa huduma ya kwanza. Jinsi ya kutambua nyoka wenye sumu na wasio na sumu. Nyoka ni miongoni mwa wanyama wanaoibua hofu kubwa kwa watu wengi. Hofu hii husababishwa na baadhi ya watu kuwaua nyoka wote wanaoonekana bila kujua kama wao wana sumu au la. Ukweli kwamba sio nyoka wote wana sumu. Hata hivyo, kutofautisha nyoka mwenye sumu na asiye na sumu ni jambo rahisi sana kama watu wengi wanavyodhani. Watu wengi hutumia rangi, ukubwa na umbo la kichwa kutambua nyoka mwenye sumu. Ingawa baadhi ya sifa hizi zinaweza kuonekana kwa aina fulani za nyoka, aina zote za nyoka hazitoshi kuthibitishwa kwa uhakika kama nyoka ana sumu au hana. Baadhi ya nyoka wasio na sumu wanaweza kufanana sana na wale wenye sumu kama njia ya kujilinda dhidi ya maadui zao. Katika mazingira ya kawaida, njia salama zaidi ni kumchukulia nyoka yeyote usiyemjua kama anaweza kuwa na hatari. Hii haimaanishi kuwa nyoka wote wana sumu kali, bali ni tahadhari muhimu za kujilinda. Nyoka wengi wenye sumu huwa na meno maalum yanayoweza kuingiza sumu mwilini mwa binadamu kupitia mtindo wao wa kuwinda. Hata hivyo, meno hayo hayaonekani kwa urahisi bila kumshika nyoka huyo, jambo ambalo si salama kabisa. Kwa sababu hiyo, wataalamu wa wanyamapori hawashauri watu wa kawaida kujaribu kubaini aina ya nyoka kwa kukaribia. Iwapo utakutana na nyoka nyumbani, shambani au porini, jambo bora ni kuweka umbali salama. Watu wenye ujuzi wa kushughulika na nyoka ni vema kuwaachia hiyo kazi. Elimu ni muhimu zaidi, si kujifunza kumkamata nyoka, bali kujua jinsi ya kujikinga na jinsi ya kupata msaada endapo kukitokea tukio la kung'atwa. Kwa ujumla, kutambua nyoka mwenye sumu na asiye na sumu kunahitaji utaalamu maalum. Kwa mtu wa kawaida, tahadhari ni bora kuepuka kuwakaribia nyoka wote na kutafuta msaada wa kitaalamu pale panapobidi. Hatua hii inaweza kuzuia ajali nyingi na kuokoa maisha ya watu. Athari za sumu ya nyoka katika mwili wa binadamu. Sumu ya nyoka ni moja ya silaha muhimu zinazotumiwa na baadhi ya nyoka katika kuwinda na kujilinda. Inapoingia mwilini mwa binadamu, inaweza kuathiri sehemu mbalimbali za mwili kulingana na aina ya nyoka na muundo wa sumu yake. Athari hizi zinaweza kuwa ndogo au kubwa kiasi cha kuhatarisha maisha. Aina moja ya sumu huathiri damu. Sumu hii inaweza kuharibu uwezo wa damu kuganda au kusababisha kutokwa na damu ndani ya mwili. Mgonjwa anaweza kuona damu kutoka kwenye fizi, pua au sehemu nyingine za mwili. Katika hali mbaya, kutokwa kwa damu kwa kawaida kunaweza kusababishwa na matatizo makubwa ya kiafya. Aina nyingine ya sumu huathiri mfumo wa neva. Mgonjwa anaweza kuanza kuona ukungu machoni, kushindwa kuzungumza vizuri, kuwa na udhaifu wa misuli na hata kupata ugumu wa kupumua. Hali hii hutokea kwa sababu sumu huingilia mawasiliano kati ya neva na misuli. Baadhi ya sumu huathiri moja kwa moja misuli na tishu za mwili. Hali hii inaweza kusababisha maumivu makali, uvimbe mkubwa na uharibifu wa sehemu iliyong'atwa. Ikiwa matibabu hayatapatikana kwa wakati, tishu zinaweza kufa na kusababisha madhara ya kudumu. Figo pia zinaweza kuathirika kutokana na sumu ya nyoka. Wakati mwingine sumu husababisha kuvunjika kwa seli za damu au misuli na mabaki yake yanaweza kuharibu figo. Hii ndio sababu wagonjwa wengine huhitaji uangalizi wa karibu hospitalini hata baada ya kuonekana kuwa hali yao imeimarika. Athari za sumu hutofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kiasi cha sumu kilichoingia mwilini, umri wa mgonjwa, afya yake kwa ujumla na muda uliopita kabla ya kupata matibabu, vyote vinaweza kuathiri matokeo ya mwisho. Kwa sababu hiyo, kung'atwa na nyoka kunapaswa kuchukuliwa kama dharura ya kitabibu. Matibabu ya haraka yanaweza kuzuia sumu kusababisha kusambaa au kuleta madhara makubwa na kuongeza nafasi ya mgonjwa kupona kikamilifu.
Ulikuwa nami Daudi Michael nikikuletea makala haya. Usikose katika makala yanayokuja. Endelea kunifollow, kusubscribe channel yetu ya YouTube ili kupata updates mbalimbali. Asante. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Muwe na siku njema.